Habari ya asubuhi, habari ya mchana au habari ya jioni, inategemea unanipata ukiwa wapi. Natumai umbuheri wa afya. Mungu amekutunza na amekuhifadhi, nami pia amenitunza na kunihifadhi. Nina kila sababu ya kumshukuru Bwana wa majeshi kwa sababu ya ukuu wake na matendo yake ya ajabu. Karibu sana Je Gathoni Show. Mitandao ilikuja na madhara yake na pia ilikuja na faida. Sijui kama shida hii ya ubongo ilikuwa kwa sababu wanadada tunaweza tukiwezeshwa wakati una subscribe. Kwa kweli upya kipya kinyeni ingawa kidonda. Mungu ni mwaminifu sana katika safari yetu ya imani. Ninasema yetu kwa sababu si peke yangu. Mtu akosi mwenzi. Biblia inasema heri wawili kuliko mmoja, kwa sababu mmoja akianguka, mmoja anamnyanyua. Namshukuru Mungu sana kwa sababu tumetembea safari hii ya imani si kwa peke yangu. Nimetembea pamoja na mwendani wangu wa karibu ambaye ni mume wangu Reverend, ama ukipenda Kasisi Paulo Mbugua. Kwa hiyo tumetembea katika safari hii ya imani pamoja na pamoja pia na watoto wetu. Imekuwa ni safari ya imani hakika. Wakati Mungu tuliweza kufanya harusi tukiwa pale Fungate, baadaye tukatoka kwenye Fungate. Unajua ukiwa na mwendani wako tayari imekuwa mwili mmoja. Haya, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa ameitwa wa kwanza kwenye huduma ya uanzilishi wa kanisa. So tukiwa pale Fungate, akaniambia Mungu amemnong'onezea tunapomalizia Fungate yetu tuweze tuende moja kwa moja hadi prayer center. Sisi hao tukatoka Mombasa, wengine husema Mombasa raha, na kweli ndio, kwa sababu tulikuwa tumeenda Fungate kujifurahisha kidogo. Maisha unajua kama nilivyowaambia ni safari na maisha ni kitabu. Kuna sehemu mnafurahia, kuna sehemu ambayo mnapitia mapito, na yote inatengeneza kitabu chako ama kurasa za vitabu vya vitabu vyako. Kunradhi. So sisi hao tukatoka Mombasa hadi Machakos Katoloni Prayer Center. Tulipofika kule Katoloni Prayer Center, tukaanza kuomba Mungu aweze kutuelekeza katika maisha mapya ambayo tumeanza. Ni vizuri kuanza jambo na Mungu. Kwa sababu chochote ambacho kinaanzishwa na Mungu kinaendelezwa na Mungu na kinatamatishwa naye Mungu. So kwa hiyo tukasema katika safari hii mpya tunayotaka kuianza, tunataka pia kumhusisha Mungu tukiwa wawili pamoja. Kwa hiyo tukapitia pale, tukafika, tukaanza maombi yetu ya kufunga na kuomba. Nadhani ilikuwa ni siku ya 3 hivi. Tulipokuwa tumeendelea kukwea kwenye maombi, Mungu alitumia mtu ambaye tusiyemjua, akatueleza, enyi ningependa kuongea naye. Mungu anasema hivi, enendeni mkaweze kufanya kazi yake kadri atakavyoweza kuwaelekeza. Kwa hiyo tulikuwa kwenye huduma ambayo tulikuwemo. Kwa hiyo kwa sababu Mungu amesema, sisi tukasema tutatii sauti yake Mungu. Na hatukuondoka tukiholela holela. Amna. Tulirudi pale wakati huo ambaye alikuwa baba yetu wa kiroho, tukarudi pale pale, tukaweza kumwambia kile ambacho Mungu amesema, na yeye pia akaweza kutuambia angeweza kutubariki na kutuachilia kama familia katika kanisa. So tukaandaa sherehe ama tukaandaa siku mwafaka ambayo tuliweza kwenda pale kanisani Oasis of Grace, kwa Askofu Kamunya. Mungu akubariki mahali uliko. Tukarudi pale pale, akaweza kutuombea, akaweza kutuachilia na baraka chungu nzima. Akasema enendeni na Mungu awaongoze. Nakumbuka katika kanisa hilo mamangu mkwe alikuwemo, dadangu ambaye ni my sister in law, tulikuwa pamoja naye pale kwenye kwaya, ama ukipenda praise and worship, tulikuwa naye mahali pale.
lakini hatukuondoka nao. Tulisema tuondoke kiibrahimu, tutoke vile vile tulivyo. Mungu akatuelekeza katika mji wa Ongata Rongai. Tulipofika Ongata Rongai, Mungu akatuelekeza kwa wakili mmoja. Yule wakili akaweza kutupokea katika mji wa Ongata Rongai, na kwa sababu alikokuwa akifanya kazi ilikuwa Emmanuel House. Ukiingia Ongata Rongai kuna jengo refu tu ambalo linajulikana kama Emmanuel House. Akaweza kutupokea na alikuwa anafanya kazi kama wakili, alikuwa na ofisi pale Emmanuel House. Akatuambia kila Jumapili tunaweza anza ushirika mahali pale, ofisi yake itatumika kama hekalu. Tukashukuru Mungu kwa sababu ya jambo hilo. Yule dada aliyekuwa pale kama secretary ambaye anajulikana kama Grace Njeri aliweza kutupokea na pia akatupenda vile kama watumishi wa Mungu, akasema pia yeye tayari kutembea pamoja nasi katika safari hii. Akawa mshirika nambari 1 wakiwa pamoja na wakili na jamii yake. Tukaanzia pale kwenye afisi ya wakili. Nakumbuka kuna wakati mmoja tulipokuja kwenye afisi tukapata imefungwa kabisa, wakasema hawawezi turuhusu tuweze kushiriki mahali pale. Lakini kuna jamii moja ambaye tulikutana nayo, wakasema amna, msijali watumishi, twendeni kwetu. Na kwao ilikuwa mbali sana, siwezi kumbuka ilikuwa umbali gani kutoka Kiserian, lakini ilikuwa mbali sana. Tukaondoka mahali pale tukaenda pale kuabudia kwake. Haya, wakati huo mwingine sasa, kwa sababu wiki iliyofuata tukasema tutafanya nini, tukaomba Mungu, tukamwambia tuelekeze. Akatuelekeza katika jengo lingine tena linalojulikana kama Dynamic College. Na kwanza Kisengere nyuma kidogo, tukiwa pale kwenye safi kabisa, hapo nimepata, tukaenda moja kwa moja mpaka Dynamic College. Tulipofika katika Dynamic College, kwa sababu wiki ya kawaida inatumika kama shule ama inatumika kama chuo, lakini siku ya Jumapili tunaitumia kama kanisa. Na ukumbuke walikuwa wanatulipisha shilingi 500 kwa mwezi, kwa wiki kama sijakosea sana. So tungeweza kujikusanya wakati huo. Yule wakili alikuwa ni wakili ndio jina, lakini mapato jamani, alikuwa anapata mapato duni sana, hata angeweza kujikimu pia kifamilia. Alikuwa anapitia changamoto nyingi sana za maisha. Na mimi nakumbuka wakati huu tukiwa pale kwenye Dynamic College, pia hakuwa ameingia ndani sana katika mambo ya Mungu. Nakumbuka kwa sababu tulikuwa kama washirika 3, 4 hapo 5. Wakati tunaingia mapema kuanza kuomba, wakili wetu ameshika gazeti anasoma. Sasa hao ndio washirika ambao tuko nao, anasoma gazeti Nation, anasoma. Sisi pale tumenguruma kama radi, tunaomba wapentekote kabisa hawa. Tunaomba, alafu wengine bado tunawalelea. Hawa ndio wameokoka, wengine wameanza kuokoka kwenye mikono yetu, tunawafunza maombi. Sasa unapata hapo, hebu kisia. Kuna haya ameshika gazeti anasoma, kuna mwingine alikuwa na ndugu yake, ndugu yake alikuwa anajulikana kama Kinywa, nakumbuka. Walitutia moyo sana kwa sababu walihubiri viti. Unaona kuna watu na kuna nafsi unaweza kuvua, kwa sababu anaweza kusikia jambo 1, 2 na kisha baadaye wampokee Yesu Kristo. Mungu hutumia vyombo ambavyo wakati mwingi hawezi dhania, kwa sababu hata kwenye Biblia Mungu alitumia hata wakati mmoja punda akanena. Sisi hao tukaendelea na washirika hao, hatukufi moyo. Mchungaji anahubiri moyo wake wote, ungefikiria ni halaiki ya watu, ungefikiria tuko kwenye stadium kubwa ya maelfu na maelfu ya watu. Hakuangalia umati, hakuangalia tuko watu wangapi. Kile ambacho Mungu alimnong'onezea ndani ya moyo wake aliweza kutupa kwa moyo kunjufu. Tukaendelea kabisa, tunaendelea kujengeka kiroho, tunaongezeka. Wakati mwingine tunafika watu 7. Siku nyingine mkikutana tena mnapata mmedidimia kiasi, mmepatikana 4. Labda walilala zaidi wakasahau wanatakana kwenda kanisani. Haikuwa rahisi, ilikuwa changamoto. Nakumbuka hata hiyo shilingi 500, natumai ilikuwa ni shilingi 500 kwa mwezi. Kila Jumapili tungejaribu kuchanga, haifiki hata 200.
Mtu anatoa sadaka shilingi yake 20 kwa sababu anatoa kwa moyo, ndio aliyokuwa nayo kwa wakati ule. Si ati wanayo lakini wamevidimbia. Amna, hawakuvidimbia, walikuwa hawana, lakini wana moyo ama wana ari ya kumtumikia Mungu kabisa. Kwa hiyo tukazidi kuwatia moyo, tunamwambia Mungu atawabariki, Mungu atawatendea, Mungu atawapanulia mipaka, Mungu atawafanya hivi, Mungu atafanya, yani tunazidi kuwatia moyo. Wengine walikuwa wanapitia changamoto za kijamii, tunawatia moyo. Ninakumbuka kuna wakati mmoja tulienda kwa kati ya familia fulani kwa sababu ya kazi ya kikuhani tukaenda kufanya counseling. Na sisi kumbuka tunatoka wapi? Mwiki. Tulikaa usiku mzima mpaka saa 8 asubuhi, bado tunazidi kutatua hapa na kule. Kumbuka tunataka kurudi wapi? Mwiki. Ikabidi tungoje asubuhi. Mtumishi arudi wapi? Pale shuleni, na mimi nirudi pale nyumbani. Haikuwa rahisi. Mungu ni mwaminifu hakika. Tunapoangalia nyuma, tunasema hakika Mungu huyu tumuishie siku zote. Mungu huyu ni mwaminifu, haijalishi unapitia changamoto gani. Huyu Mungu ukizidi kumtumainia, haijalishi changamoto. Sisi tukaendelea, hatufi moyo. Tunasema hata kama ni nafsi moja itaweza badilika, hata kama ni nafsi hizo 2 zitaweza kubadilika kwa utukufu wa Bwana. Sisi hatutadidimia, sisi hatutakufa moyo. Tukazidi kumtumainia Mungu na kumwamini kabisa. Tukaendelea kabisa katika safari hii tukiwa pale Dynamic College. Watu wanakuja wakati huu. Ninakumbuka kuna wakati mmoja, kuna kijana mmoja alisema hivi ndivyo alivyotuambia. Ni mtu ambaye hatumjui. Alikuja katika hekalu tukiwa kama watu 9 10 hapo. Akasema Mungu amemtuma atuambie hivi, ametuita. Na wakati mara nyingi atatuletea kama wale watu wadhaifu waliokuwa wa Daudi. Ataleta watu wadhaifu sana, watu ambao wamekata tamaa kimaisha, watu ambao wamefinyilika kimaisha, watu ambao wana madeni, watu ambao wana misongo ya mawazo. Mungu atatuletea, na hao watu Mungu atawafanya kuwa jeshi kuu. Na kwa hakika wakati huu tunapoangalia nyuma, tunaona mtu kama Grace, tunamuona Mungu amemtendea kabisa. Grace mara nyingi alikuwa ni msaidizi tu wa wakili pale, na mara nyingi wakili angepata hata kwa sababu walikuwa wanapitia hali ngumu sana, hata wangekosa rent, wangekosa hata kumlipa huyu secretary, lakini dada huyu aliendelea kufuatilia kabisa, na dada huyo mpaka sasa yupo kanisani. Mungu amemtenda mema, Mungu amempanulia mipaka. Tunapoangalia nyuma tunasema hakika kuna Mungu juu mbinguni. Alitutuma Ongata Rongai kwa kusudi kamilifu. Tukaendelea na hii safari pale Dynamic College. Ikafika wakati hizo shilingi tunazichanga tukiwa watu 10. Tunajaribu kufikisha hata shilingi 200 tuweze kulipa deposit ya kulipa rent ya kanisa. Haitoshi. Siku moja mchungaji akaweza kupata ile ari ya kiungu, yani ile hasira ya kiungu. Akasema hapana, mimi nitamwaminia Mungu kwa jambo kubwa. Hatutaendelea kukaa hapa kwenye sehemu hii. Nitatafuta hall kubwa sana. Hii ni imani. Tatafuta hall kubwa sana hapa Ongata Rongai. Na hiyo hall tutaenda kwa imani. Hata kama tumeshindwa kulipa hii ya 500, Mungu wetu hawezi linganishwa na shilingi 500. Mungu wetu ni mkubwa zaidi. Tukaanza safari ya kutafuta. Kwa neema ya Mungu tukapata hall nyingine kubwa sana kwenye gorofa pale Total. Tukaenda pale Total, tukaanza maisha. Tukaanza kumkuaminia Mungu. Tukapata hiyo hall, tukaanza kuendelea. Wacha nikuambie, Mungu akaanza kufanya miujiza. Wale watu ambao walikuwa wadhaifu, wale watu ambao walikuwa wadhaifu kama wale wanaokoma wane, Mungu akaanza kuwapatia nguvu ya kimaisha. Wengine Mungu akaanza kuwafungulia milango. Wakili yule Mungu akaanza kumtendea hapa pale. Yule dada ambaye ni mwanabiashara, dada Magi, Mungu akukumbuke mahali ulipo. Ulikuwa mwanabiashara, unafanya kazi, Mungu akaanza kubariki kazi ya mikono yako.
ukakuwa mwaminifu sana kwenye fungu yako na wengine wengi ambao walikuwemo mahali pale. Mungu akaanza kubadilisha maisha yao na tukaanza kulipa rent, ingawaje wakati mwingine inapatikana, wakati mwingine haipatikani, lakini tukasema hatuhami hapa, lazima kitaeleweka, Mungu atajitukuza mahali hapa. Tukaendelea kupanuka, tunajipata watu 20, watu 30. Tukaona sasa hii ni halaiki kabisa, ikatutia moyo, tukaendelea kumtumikia Mungu katika hali zote. Nakumbuka kuna wakati tukiwa tunalelea dada mmoja, tukiwa tunaongoza katika maisha ya wokovu nini, hatukuwa tumemwelekeza ya kwamba mtu anatakana kutoka ujana kuingia katika maisha ya ndoa vipi. So yes, siku moja mchungaji akawa na mada ya mwaka, kama vile unavyokuwa naye kila wakati kwa makanisa tofauti. Huwa tunakuwa, Mungu anaelekeza watumishi wa Bwana, kunakuwa na mada ya mwaka. Mwaka huo ninakumbuka vizuri, mada ya mwaka ilikuwa ya kwamba tuweze kupanua hema yetu na tuweze kuvunja vizuizi vyote na kusonga mbele. Yule dada akashika hilo neno, akasema hili neno ambalo Mungu amesema tupanue mipaka, tupasue vizuizi na tusonge mbele. Huyu dada akaamua kufanya jambo ambalo si la kawaida. Haya, Jumapili moja tukiwa kwenye kanisa tukasema sasa ni wakati wa ushuhuda. Na wakati huo hatukuwa tunasema mtu aseme labda amuone mtumishi amweleze ni ushuhuda aina gani. Tukasema tu hivyo random, ni wakati wa ushuhuda. Dada akaamka kwenye ujasiri mkuu sana, akasema vijana oye, vijana upande huu oye. Sisi wote tumeshabikia, tunasema dada huyu Mungu amempa ushuhuda huyu binti. Akasema vijana kwa heri, wanarika wote kwa heri. Mimi jana nililala nikiwa kijana, lakini leo nimeamka nikiwa mke. Bwana Yesu asifiwe. Tulitamani nchi iweze kufungua mdomo, sisi tuingie ndani, kwa sababu tukashindwa hii ni gani. Akaendelea, kwa sababu sisi wote tumetetemeka, tunashindwa tutafanya nini sasa. Akasema tulikuwa tunalipa nyumba tukiwa wawili, mwingine analipa upande huu na mimi nalipa upande huu. Nikaambia Mungu hapana, lazima tulipe nyumba tukiwa nyumba moja, hizo pesa zingine tuweze kuzitunza kwa sababu ya maisha ya usoni. Wakaamua kuishi pamoja na ndugu fulani, lakini si ndugu wa kanisa. Walikutana kule tu barabarani kule sokoni Kware. Kisha baadaye wakafanyaje? Wakaamua kuishi maisha. Sisi tuliona sasa ndio hii mtihani ya uchungaji. Nataka ujiweke kwenye kiatu chetu. Sijui kama wewe ungekuwa mchungaji ungefanyaje. Tayari udada ameamka kwenye yule kiongozi wa ibada, tukamsignal. Kisha baadaye akaamka na mchungaji kwa hekima kubwa akaweza kurekebisha na kuonesha kanisa hiyo sio njia. Hizi ndio hizo changamoto pia za kulea watu bado wakiwa wachanga. Ni kama vile unavyolea mtoto, unapomtunza wakati wake wa nepi, wakati wake wa kamasi inatoka, ni wakati wa kupanguza, kubadilisha nepi, yani ina changamoto yake. Na kisha baadaye tukamwelekeza katika njia za Bwana na tukaona tuna kazi sasa ya kusemesha wanarika. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya mafunzo ambayo tulianza. Tukaona harusi kwenye kanisa. Tukawa na harusi nzuri ambaye ni ya kukata na shoka. Mungu akajitukuza sana. Tunashukuru Mungu. Kwa sababu katika maisha ya wokovu ningependa kukuzungumzia wewe kijana mwanarika uliko. Ni vizuri uweze kufuata njia zinazofaa. Si vizuri ukutane na mtu barabarani tu na mseme mnaanza kuishi maisha. Usiingie na usijihusishe katika tendo la ndoa kabla ya wakati. Hiyo ni hatia kubwa sana. Wakati umepata, kwa sababu ni vizuri kupendwa na ni vizuri kupenda. Lakini wakati utaweza kupata uone huyu ndiye
ninahisi ndani ya moyo wangu na ninashawishika ndani ya moyo wangu, hakika huyu ni ubavu wangu. Ni vizuri hata kabla hujaanza kuchukua hatua nyingi, mkute mchungaji wako, mwambie mchungaji, ni Mungu amenibariki, kuna dada ama kuna binti fulani mimi ninaona yuko salama na yuko sawa, ningependa kama Mungu angetuwezesha wakati fulani aweze kuwa mke wangu wa ndoa. Mchungaji, hebu nielekeze, ninatakana kufanya nini? Kisha mchungaji atakuelekeza, atakwambia labda chukua hatua hii, mchukue hatua ya kuweza kumjua vizuri, inaitwa courtship. Anza kumwelewa vizuri, elewa njia zake zipi, mjue zaidi, kutana naye mahali ambapo ni wazi, msikukutane mahali penye vichochoro, amna. Msikutane naye kwenye chumba chake, mmekutana usiku mnasema tunaenda kukutana, unataka kumjua zaidi, amna. Hapo utapatia shetani nafasi. Angalia mkahawa unaoeleweka. Enda katika mkahawa, pata kofi pamoja naye, mzungumze pamoja, jaribu kumwelewa vizuri. Na kisha baadaye ukiona huyu ndiye, sasa ndio uweze kurusha mistari yako kama ndugu. Na wewe kama dada, unaweza kama wewe Mungu alikuwa amekupatia dhibitisho, unaweza kukubali, alafu muanze safari ya courtship, ya kujuana vizuri. Courtship ni muhimu sana. Nimesema nichukue muda huu kwa sababu ya kuweza kueleza. Unajua wakati huu tunaishi katika nyakati za hatari sana. Nyakati hizi ambazo vijana wanasema hamna haja ya watu kufata ndoa ya harusi. Si lazima ufanye mambo ya mbwembwembwe, yaani mambo makubwa, mambo ya ajabu, amna. Mnaweza kufata hatua nzuri, muende kwenye familia, kwenye wazazi waweze kuwabariki, wawapatie nafasi ya kuweza kushiriki katika ndoa. Na mtakapofanya hivyo, mrudi tena kwenye mchungaji ili muweze kufanya jambo katika kanisa. Sio lazima mfanye mambo mengi makubwa. Mnaweza amua kupikia watu chai nzuri na tafunio nzuri tu, na hiyo siku inakuwa special Sunday. Mchungaji anasema baada ya ibada kuna jambo nzuri tunataka kulifanya, na umealika wale wazazi ambao ni wahusika kamili, kama utaki mambo mengi. Na hapo kanisani mtaweza kuunganishwa na mtaweza kuwa mke na mume bila mambo mengi. Na kama wewe umewezeshwa vizuri, ndugu ama dada, mnaweza amua kufanya harusi yenu ya mbwembwembwe na watu tutokee tufurahie, lakini usiingie kwenye deni. Usiseme wacha mimi niingie kwenye loan, nichukue loan tuweze kufanya harusi tuoneshe watu. Wakati wa kulipa deni mtakuwa nyinyi wangapi? Wawili. Fanya kulingana na uwezo wako. Usifanye kujilinganisha. Usijilinganisha, na itaweza kuepusha kutokuwa na ile harusi ambayo tunaita kikawaida come stay. Baraka za Mungu ni muhimu, baraka za wazazi ni muhimu pia sana. Kwa hiyo fata njia inazofaa. Kulikuwa na changamoto nyingi sana ya kulea watu. Siku moja kuna ndugu akaamka akasema, mchungaji, wacha nikwambie hivi, siku ya leo watu wote wakiamua kukuacha, mimi sitakuacha. Watu wanaosema mambo kama hayo na wana vishasha vingi, hebu wachunguze. Haikuchukua muda mrefu, ndugu huyo hata ikumaliza mwezi, kabla ya hiyo kwanza kidogo, mchungaji akawa na ari ya kuweza kutaka kupata watu wasaidizi wa kumsaidia kwenye kazi. Akawatenga mashemanzi na wazee wa kanisa, walikuwa kama watu 9 kwa sababu kazi imekuwa nyingi. Akaamua kutumia ile njia ya Jethro ambaye aliweza kumuhimiza yule kijana wake. Akamwambia kwamba Musa, kazi unayofanya ni nyingi sana, hii kazi itakuumiza wewe. Akaamua kutumia mtindo wa Jethro. So kwa hiyo akaamua kuchukua watu 9 kuweza kuwatia wakfu ya kumsaidia kufanya kazi ya Mungu. Sijui sasa walifikiri sasa sisi tumepatiwa freedom ya kufanya vile tunavyofanya. Hapo ndio sasa walitoweka. Ilibaki hao wangapi? 2. Wengine wote walitoka, mwingine akaenda sijui kanisa alienda kuanzisha wapi, mwingine wapi. Haikuchukua muda, waliondoka wote. Lakini tunasema Mungu ashukuriwe kwa sababu hawakuingia, kwa sababu walienda wakasimama kwenye neno. Tunashukuru Mungu. Lakini ni vizuri pia
Hizo ndio changamoto za kulelea, kwa sababu haujui ni akina nani ambao unaweka wakfu. Haujui ni akina nani hao unawafanya kuwa watenda kazi pamoja nao. Labda hawana moyo wako, lakini wewe umeweza tu kutumia macho yako ya asili. Ndugu huyu ambaye alisema sitakuacha watu wote wakikuacha, aliondoka baada ya wiki 2. Aliondoka na akaondoka kabisa. Kwa hiyo tukaendelea katika safari hii, tukaendelea kabisa tukimtumainia Mungu, tukiamini kesho ni bora zaidi. Wewe unayenisikiza, mtazamaji wangu, usikate tamaa. Ipo siku Mungu hubadilisha mambo. Mungu hukudhaminia watu waaminifu. Yule ndugu alipotoka baada ya wiki 2 hatakufa moyo. Kama kuna kitu ambayo hushusha sana wachungaji, ni wakati mtu umemlea, badala ya kuondoka kistaarabu. Tukatai, kuna mambo hutukia na mambo mabadiliko hutukia katika maisha, na tunakubali ndio, lakini mbona usiondoke kistaarabu? Mbona usije kwa heshima uweze kuambia mchungaji, sasa wakati huu ninahisi Mungu hivi na hivi, kama vile sisi tulivyofanya. Tulirudi kule kwa askofu, tukamwambia askofu, tunahisi Mungu anatuelekeza 1, 2. Uwe na shusha moyo sana wakati mtu anaondoka kiholela holela. Inavunja moyo ya mchungaji, inamvunja moyo sana. So kwa hiyo wakati wowote, hata kama ni transfer, kwa sababu pia transfer hutukia maisha, labda mtu umetoka kutoka sehemu moja au nyingine, rudi kwa heshima na ustaarabu. Sema wakati wangu umewadiwa hili na hili. Unaondoka na baraka za mchungaji yule. Lakini usiwache mchungaji akinungunika ama akiuliza mbona. Kwa hiyo ni vizuri sana tuweze kuzingatia katika maisha. Ningependa kusema hivi, Mungu awabariki sana kwa kunisikiza na kwa kunifuata. Ukitaka kupata zaidi, hata katika hali yetu ya maisha, hii nimeongea tu kiasi kuhusu kanisa sasa. Ningependa pia katika hali hiyo, korona iliweza kutukia, ningependa kueleza vizuri wakati huo mwingine ni nini kilichokuwa kikitukia katika maisha yetu ya familia. Itakutia moyo. Tufate kwenye episode ijayo, na kumbuka kusubscribe, usisahau, na pia share na marafiki. Usiwe mchoyo, na Mungu wa baraka aweze kubariki na kukutia moyo. Tukutane kwenye show ijayo ya Jane Gathoni Show. Mungu awabariki.